Na namna hiyo mtazamaji, na pokea kijiti kutoka kwake Fatma Hassan kwa ajili ya kuangaza habari za michezo na burudani. Langu jina ni Esther Mtebe. Karibu na tuanze kwa kuangaza habari za michezo kitaifa, ambapo wadau wa soka visiwani Zanzibar na Tanzania bara kwa ujumla wanatarajia kwa hamu kubwa kushuhudia dabi kali ya Kariakoo kati ya Yanga na Simba itakayopigwa kesho katika fainali ya Kombe la Muungano 2026. Hii itakuwa ni mara ya pili kwa miamba hiyo kukutana kwa mwaka huu baada ya awali kutoa sare ya bila kufungana 0-0 kwenye mchezo wa Ligi Kuu Tanzania bara, hali iliyoongeza presha na ushindani mkubwa kuelekea mapambano hilo la ubingwa. Na Yanga imefuzu hatua ya fainali baada ya kuiondoa Azam FC kwa ushindi wa mabao 2-1, huku Simba ikiingia fainali kwa kishindo baada ya kuichapa Mlandege FC mabao 3-0. Mapema leo Channel 10 Plus michezo imezungumza na mashabiki wa soka katika jiji la Dar es Salaam, ambapo wamekuwa na maoni mseto wakisubiri kuona ni nani ataibuka na taji katika dabi hiyo yenye mvuto wa aina yake. Kwanza wachezaji tulionao ni wachezaji ambao ni wa gharama. Tuna wachezaji ambao ni wa gharama. Kwa mchezaji mmoja Simba ndio wachezaji watatu. Kwa sisi tunajiamini, tuna Pacome pale anachukua vikosi vyote, wachezaji watatu ndio Pacome yule pale. Kinachonipa nijiamini kutokana na kikosi nilicho nacho. Ukiangalia game iliyopita umeiona mwenyewe. Yani uhakika tu dakika 45 tu za kwanza kinaeleweka. Kwa mechi ya kesho mimi na imani tutawafunga Simba goli 2-0. Na kombe inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutabeba. Sababu nina imani na naamini timu yangu. Ukiangalia Okelo yuko fresh, ukiangalia Pacome yuko fresh, kwa sababu mechi iliyoisha ile tucheza Zanzibar pale Pacome hakuwepo. Kesho nina uhakika wa 80 mbili za mpira naacha. Na 88 mbili za mpira naacha. Simba anaondoka na matokeo kaka. Kinachofanya mjiamini ni kipi? Kwanza kabisa katika dirisha dogo tumefanya usajili bora kabisa. Na baadhi ya wachezaji wamekuja kubadilisha kabisa. Timu yote ile imebadilika. Nyote mashahidi mnaangalia mpira. Na kile kabisa mechi ya awali alipata sare Yanga mwenyewe, shughuli aliiona. Wale mechi ile iliyopita walicheza vizuri sana kwa sababu sisi tulikuwa tuna majeruhi wengi. Majeruhi zaidi ya 9 tulikuwa nao. Kwa hiyo wakati tunacheza tukaangalia walikuwa wanatisha tu basi. Lakini kwa tripu hii wachezaji wote tunao. Nijiamini kulingana na kikosi chetu. Tuna kikosi kizuri kwa sababu tulifanya usajili wa dirisha dogo. Tulifanya usajili mzuri sana. Katika usajili ambao ulifanyika hapa Tanzania, usajili mojawapo ni timu ya Simba ambayo imefanya usajili bora sana. Tunashinda. Wala tupepesi macho. Timu yangu nzuri, quality yako umeiona tulivyocheza na Azam. Azam walitubeza, hawakutegemea mfumo tutakaocheza nao. Sasa na wao wasitegemee kwamba tutaocheza mfumo kama ule tuliocheza nao Azam. Sisi tuna mifumo mingi ya kucheza. Kwa kikosi changu na kiamini cha kwanza, wakina Libase, wakina Aniseti Oura, wakina Selemani Mwalimu, Clatous Chota Chama, Mwamba Lusaka, Mr. AI anaitwa. Wewe mwenyewe umeona dabi ya kwanza, wao walikuwa naomba mpira uishe. Sasa kesho tena kule. Kwa hiyo ni yale tu. Mimi kesho uhakika upo pointi 3 na kombe nachukua kabisa. Kuelekea mchezo huo katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, mwanamichezo wetu Eden Bahati yuko Zanzibar na ametuandalia ripoti, ambapo mapema makocha na wachezaji wamezungumza kuelekea mchezo huo. Uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, uwanja ambao mchezo wa fainali ya Ligi ya Muungano kati ya timu ya Wananchi Young Africans dhidi ya Mnyama Simba utachezwa hapa majira ya 2:30 kwa saa za hapa nyumbani Tanzania. Kuelekea katika mchezo huo, makocha pamoja na wachezaji wa timu zote mbili wameeleza kukamilika kwa maandalizi yao. We're going to face a team with capacity to create us some difficulties. We always respect Simba like we respect all the teams. We need to adapt for the opponent,
but I'll for sure guarantee our ideas will be on the pitch. Tumejiandaa kwa sababu tunajua finali sio kitu kirahisi. Finali ni ngumu. Kwa hiyo tumejiandaa tuhakikisha tunaenda kucheza game yetu kama ambavyo finali inavyohitaji ikacheze. Tutakuwa makini sana katika kila idara. Tutakuwa wazuri katika kushambulia, lakini vile vile katika kudefense kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Tumepanga vizuri kwa mchezo, tuko tayari kukabiliana na lolote lile ambalo litajiri katika mchezo huo. Kila mchezaji anajua umuhimu wa mchezo wa kesho, ni mchezo mkubwa na ni finali. Kwa hiyo si kama Simba tuko tayari kupambana kwa ajili ya finali ili tupate kuwa taji hilo. Mgeni rasmi kwenye mchezo huo anatarajiwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi. Kutoka hapa katika uwanja wa New Amaan Complex visiwani Zanzibar, mimi ni golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati na hii ni Channel 10 Michezo. Asante Eden Bahati kwa taarifa hiyo kutoka huko visiwani Zanzibar. Na wadau mbalimbali wa michezo nchini wameitwa kuyaunga mkono mashindano ya taifa vijana mchezo wa tennis yanayotarajiwa kufanyika mwezi huu katika viwanja vya Arusha Gymkhana, yakiwa na lengo la kuibua vipaji vipya kwa vijana na yatashirikisha madaraja yote ya vijana. Tupate taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Akizungumza na Channel 10 Michezo wakati wa mazoezi ya wachezaji ambao wanajinoa kuelekea mashindano hayo, kocha mkuu wa timu za taifa za vijana mchezo wa cricket Majaliwa Majuto amewaangukia wadau wa michezo kuyaunga mkono mashindano hayo, hususan kuwawezesha katika safari. Kwa sasa changamoto mengi kwenye watoto kusafiri, watu wengi hapa ni watu wa chini, wanataka tu support ili tunaweza kwenda na kurudi na maradhi. Ni hicho tu. Ndio tushike mkono sababu tushikabe kwa mkono leo tutashinda kusogea mbele sababu sisi kama kocha tunajaribu kufanya vitu kwa moyo, lakini tupata support wetu waweze kufika mbali zaidi. Jipa moyo, lakini nitaenda kushinda kwenye mashindano. Tamani niwe Serena Williams. Nataka nifike mbali kwenda mashindano ya dunia. Tennis ni mzuri sana. Tutaambia kuna group wetu nyumbani watu wanacheza tennis. Babangu anashukuraga tunakuja, tunaendaga Masaki, tunakujaga hapa, masa mengine tunaenda TTCL. Nikole Mwarajiga, Channel 10 Michezo. Benki ya CRDB imeendesha program ya Wellness Day kanda ya kusini kwa mikoa ya Lindi na Mtwara kwa lengo la kuimarisha utimamu wa mwili na akili kwa wafanyakazi wake ili kuongeza ufanisi kazini kupitia mazoezi ya viungo, michezo na elimu ya afya. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa programu hiyo iliyofanyika katika uwanja wa michezo wa Mamlaka ya Maji Masasi na Nachingwea, mkuu wa masijala ya wanahisa wa benki hiyo Elizabeth Mwamfiasi amesema watumishi wanatakiwa kuitambua afya ni utajiri mkubwa waliopatiwa na Mungu, hivyo wanapaswa kuithamini kwa kuzingatia mapumziko, lishe na kufanya kazi kwa uwiano ili kuepuka uchovu uliopitiliza. Leo pia tunarekebisha rasilimali zetu ambazo Mungu ametupa. Rasilimali muhimu, yani sisi wenyewe. Tuna washiriki ambao ni zaidi ya 300 ambao wameweza kushiriki tukio letu la leo. Kwa hiyo na mikoa ambayo imewakilishwa ni mkoa wa Lindi pamoja na mkoa wa Mtwara. Leo tumepima hapa uzito, urefu, tumepima blood pressure, tumepima blood sugar, tumetoa doctor's consultation, tumeleta mtaalamu wa lishe, lakini pia tumeleta mwanasaikolojia. Kwa nini tumefanya hili zoezi? Tumefanya hili zoezi kuangalia haya magonjwa ambayo haambukizi, magonjwa kama hypertension, magonjwa kama diabetes. Na taarifa hiyo inatuwekea utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa tukaangaze kunani kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Ligi ya mabingwa barani Ulaya inaendelea tena usiku wa leo kwa mchezo wa kusisimua wa nusu finali ya kwanza utakaowakutanisha mabingwa watetezi wa Ulaya PSG dhidi ya mabingwa mara 6 wa Ulaya Bayern Munich. Mchezo huo wa mkondo wa kwanza utafanyika katika dimba la Parc des Princes jijini Paris kuanzia majira saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Timu zote mbili zinaingia katika hatua hii zikiwa na morali ya juu baada ya kufanya vizuri katika hatua ya robo finali ambapo PSG waliwaondoa mabingwa wa Uingereza Liverpool, huku Bayern Munich wakiwaondoa mabingwa wa kihistoria wa mashindano hayo Real Madrid. Mashabiki wa soka duniani wanatarajia ushindani mkali kutokana na ubora wa vikosi vya timu hizi mbili ambapo zimekuwa zikionyesha kiwango cha juu katika mashindano msimu huu.
Mshindi wa jumla ya michezo miwili atapata nafasi ya kutinga hatua ya fainali ya mashindano hayo makubwa kwa ngazi ya vilabu barani Ulaya. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Asante Kenny Malila kwa kutuangazia hayo kwa upande wa habari za kimataifa kwa upande wa michezo. Na sasa tukiangaza kwa upande wa habari za burudani kutoka huko mitandaoni, kijana wa Ethiopia anayejulikana kama Kalu Putik maarufu Kalu Putiks ameibuka kwa kasi kwenye ulimwengu wa mitindo kwa ubunifu wake wa kipekee, akitengeneza mavazi ya kisasa kwa kutumia vitu vilivyotupwa kama plastiki, mifuko na vyuma chakavu. Na kupitia video zake zenye ucheshi na kujiamini ameweza kuvutia mamilioni ya watu mtandaoni, akikusanya zaidi ya watazamaji milioni 45 ndani ya mwezi Aprili mwaka huu 2026 pekee. Umaarufu wake unaonyesha kuwa ubunifu na uthubutu vinaweza kuvunja mipaka hata bila rasilimali kubwa, huku akiwa na ishara ya kizazi kipya kinachothamini wazo na ujasiri zaidi kwa kila kitu. Kinachomtofautisha si tu ubunifu wake bali pia ucheshi wake wa hali ya juu mtandaoni, kuwa ishara ya kizazi kipya kinachosema wazi hautakiwi kuwa na kila kitu ili kuanza, unahitaji wazo na ujasiri. Naam, na hivyo ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani. Langu jina ni Esther Mtebe. Unahitaji kuwa na wazo na ujasiri. Anarudi hapa Fatma Hassan kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima.